بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم، وتوفيق الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo kurasa nambari 42 tukianzia katika babul af'ali, mlango wa vitendo. Anasema mtunzi rahimahullahu ta'ala, babul af'ali, huu ni mlango wa vitendo. Al af'alu thalathatun, vitendo ni vitatu, akimaanisha vitendo vimegawanyika katika makundi matatu. Cha kwanza madhin, kitendo cha wakati uliopita. Wa huwa ma, nacho ni kitendo ambacho dalla, kinachofahamisha ala hadathin madha wanqadha. Wa huwa ma, nacho ni kitendo ambacho dalla, kinachofahamisha ala hadathin, juu ya tukio ambalo madha, limeshatangulia kufanyika, wanqadha, na limeshapita. Wa alamatuhu, na alama yake, kwa maana alama ya kukitambua kitendo cha madhi, an yaqbala ta'at ta'anithi as-sakina, ni kukubali kuingiliwa na tenye kumwakilisha mwanamke, as-sakina, yenye sakina. Nahu, mfano dharaba. Dharaba ni fi'lu madhi ikiwa na maana ya amepiga, na aliyepiga ni mwanamume. Tamam. Kwa dharaba, amepiga mwanamume. Taqulu fihi, utasema katika hii dharaba, ili kuonesha kwamba inakubali kuingiliwa na ta'u ta'anithi sakina, utasemaje? Dharabat, amepiga mwanamke. Tamam. Kwa hiyo kuingiliwa na hii ta'u ta'anithi ni alama ya kuonesha kwamba hii ni fi'lun madhin. Tamam. Na hii taarifu Sheikh aliyoitoa hapa na atakayokuja kuitoa katika vitendo vinavyofuatia ni taarifun mantiqiyun, ni taarifu ya kimantiki. Taarifu ya kimantiki ni taarifu inayotaka ukiarifishe kitu, kwa maana ukitambulishe kitu au ukibainishe kitu kwa alama ambazo au kwa namna ambayo kitu hicho kitatofautiana na vitu vingine. Tamam. Kwa hiyo utaona kuna baadhi ya sifa hivi vitendo vinashare sifa hizo, lakini kwenye taarifu zitatajwa kwa namna nyingine. Tamam, kwa namna nyingine, ili madhi isionekane kwamba nini inafanana na mudhari'un, na mudhari'un isionekane kwamba nini inafanana na amri, na amri pia isionekane kwamba nini inafanana na mudhari'un au inafanana na madhi. Tamam, hakadha. Kwa taarifu ambazo zitatolewa hapa ni taarifu mantiqi, ni taarifu za kimantiki. Tamam. Kwa baada ya kutuambia na kutueleza madhi ni kitendo cha aina gani na alama zake, akaingia katika mudhari kwa kusema wa mudhari'un, na kitendo cha mudhari'un. Wa huwa ma, nacho ni kile ambacho dalla ala hadathin yaqbalu alhala wal istiqbala. Wa huwa ma, nacho ni kitendo ambacho dalla, kinachofahamisha ala hadathin, juu ya tukio ambalo yaqbalu alhala, linalokubali kufasiriwa kwa wakati wa sasa, wal istiqbala, na linalokubali kufasiriwa kwa wakati wa baadaye. Tamam. Wa alamatu, na alama ya kutambua fi'lun mudhari'un, an yaqbala as-sina, ni kukubali kuingiliwa na sin, wa saufa, na saufa, wa lam, na lam. Tamam. Sasa utaona hapa katuelezea fi'lun mudhari ni ipi, kisha baada ya hapo akataja alama. Sasa ukiangalia hizi alama, sin inaingia katika taarifu, saufa inaingia katika taarifu, sababu zote ni hurufu. Sin ni harufu ya taswif na saufa ni harufu ya taswif. Tamam, ni harufu za kuchelewesha jambo au kuonesha kuchelewa kwa nini, kwa jambo, kwa maana jambo kuja baada ya muda mfupi mbele. Tamam. Lakini kuna lam. Lamu hii ikiingia katika mudhari'un inabadilisha ile maana ya mudhari'un. Maana gani? Maana ya kukubali kufasiriwa kwa wakati wa sasa na wa baadaye, inaipeleka mudhari'un katika wakati gani? Wakati uliopita. Lakini utaona maana hii ya lam haikutiwa katika taarifu. Kwa maana gani? Ili isionekane mudhari'un kwamba nini inafanana na madhi katika maana. Kwa taarifu hii
au taarifu hizi ambazo zimewekwa hapa ni taarifu za kimantiki. Tamam, hakadha. Kwa hiyo alamatuna, alama ya kuitambua mudhari'un an yaqbala sina wa sawfa wa lam, ya kukubali kuingiliwa na sin na sawfa na lam. Nahu, mfano kusema yadhribu, anapiga. Utaona ni wakati gani? Wakati wa sasa. Tamam. Taqulu fihi, utasema katika hii yadhribu, ili kuonesha kwamba inakubali kuingiliwa na sin na sawfa na lam, utasema sayadhribu, hivi punde atapiga, wa sawfa yadhribu, na huenda akapiga, wa lam yadhrib, na hajapiga. Tamam, wa lam yadhrib, hajapiga au hakupiga. Tamam, wa lam yadhrib, hakupiga. Tamam, hakadha. Hicho ndicho kitendo cha mudhari'un. Wa amru, na kitendo cha amru, wa huwa ma dalla ala hadathin, nacho ni kitendo chenye kufahamisha juu ya tukio ambalo fil mustaqbali, litafanyika kwa wakati, katika wakati wa baadaye. Wa huwa ma dalla ala hadathin, nacho ni kitendo kinachofahamisha ala hadathin, juu ya tukio ambalo fil mustaqbali, litafanyika katika wakati wa baadaye. Wakati wa baadaye huu haufanani na wakati wa baadaye wa mudhari', ni vitu viwili tofauti. Wakati wa baadaye uliokusudiwa katika fi'lu amri ni ba'da takallumi, baada ya yule mwenye kutaka kuzungumza. Tamam, ba'da takallumi, baada ya yule mwenye kutaka nini? Kuzungumza. Tamam, ndio wakati wa baadaye uliokusudiwa katika fi'lu amri. Kwa maana gani? Nikisema idhrib, baada ya kumaliza kusema nataka nini? Nataka yule nilimwambia apige. Tamam, ndio maana yake. Sawa? Nikimwambia qum, nikwambia mtu qum, simama, maana vipi? Maana nataka baada ya kumaliza kusema qum, yule niliyemwambia asimame nini? Asimame. Ndio wakati wa baadaye uliokusudiwa hapa, na wakati wa baadaye huu unatofautiana wakati wa baadaye wa fi'l mudhari'un. Tamam, ndio maana ukiingia katika vitabu vya usulul fiqh utakuta wanasema kwamba fi'l amri ina nini? Inataka kufanya nini? Kitendo kile kwa haraka. Tamam, haka. Lakini wengine wakasema hapana, mpaka ije karina kwa maana yani yadullu ala al-fawr, yadumu yani yaktadhi al-fawr. Tamam, kitendo cha amri kinahukumia kufanywa lile amrisho kwa haraka. Wengine wakasema hapana, mpaka ije dalili ya kuonesha kwamba nini amrisho hili linatakiwa nini? Lifanywe kwa haraka. Tamam. Kwa hiyo kuna ikhtilaf baina ulama, sawa sawa, lakini maana ya fil mustaqbali hapa ni nini? Baada takallum, na yule mwenye kutaka baada ya kuzungumza tu anataka nini? Kile kitendo alichokitaka kifanyike. Ndio maana ya mustaqbali hapa, na utaona maana hii haifanani na maana ya kwenye mudhari. Wa alamatuna, alama ya kitendo cha amri, an yaqbala ya almuannathati almukhataba, ni kukubali kuingiliwa na yeye almuannathati, ya mwanamke, almukhatabati, mwenye kuzungumzishwa. Wa yadullu ala talabi, unaona, wa yadullu ala talabi, na kitendo hichi kinafahamisha ala talabi, juu ya kutaka, maana juu ya kutaka kufanyika kitendo. Lahu, mfano kusema idhrib, piga, hii ni amri ya mwanaume. Tamam. Taqulu fihi, utasema katika hii idhrib, ili kuonesha kwamba inakubali kuingiliwa na ya al-mukhatabati na ya al-muannathati al-mukhataba. Utasemaje? Idhribi, hii yeye iliyoingia katika bei hapa ni ya al-muannathati al-mukhataba. Tamam. Kwa taqulu, utasema fihi, katika hii idhrib, ili kuonesha kwamba fi'lu amri ni kitendo kinachokubali kuingiliwa na ya al-muannathati al-mukhataba. Utasemaje? Idhribi. Tamam, hakadha. Baada ya hapo Sheikh akaleta matamshi yale ya kwenye matni, kwa maana kwenye matni kumeandikwaje? Al-af'alu thalathatun, madhin wa mudhari'un wa amrun. Nahwu, kwa maana baada ya kuvitaja akataja na mifano yake, kusema nahwu, mfano kusema dharaba wa yadhribu, wadhrib, dharaba amepiga, wa yadhribu anapiga, wadhrib piga. Al-awwal, kitendo cha kwanza ambacho ni dharaba, mithalu lilmadhi, ni mfano wa kitendo gani? Cha madhi. Wathani, na kitendo cha pili, lilmudhari', kwa maana mithalu lilmudhari', ni mfano wa kitendo cha mudhari. Wathalithu, na kitendo cha tatu ambacho ni idhrib, tamam, mithalu lilamri, kwa maana ni mfano wa kitendo gani? Kitendo cha amri. Tamam, hakadha. Baada ya hapo akaingia katika nini?
kutubainishia sifa zinazopatikana katika vitendo hivi. Tamam, akasema falmadhi maftuhul akhiru abadan. Falmadhi, basi kitendo cha madhi maftuhul akhiru, tamam, ni chenye kutiwa haraka ya fataha al-akhiru, mwishoni mwake, abadan, siku zote. Kwa maana ile herufi ya mwisho ya kwenye madhi ni yenye kutiwa haraka ya fatha siku zote. Yani anakusudia annahu, ya kwamba hiko kitendo cha madhi, yani anakusudia annahu, ya kwamba hakika hicho kitendo cha madhi, mabniyun ala al-fathi, ni chenye kujengewa juu ya haraka gani? Ya fatha. Lafdhan, kimatamshi, kwa maana fatha ambayo inaonekana na inatamkwa. Lafdhan, kimatamshi, kwa maana fatha ambayo inaonekana na kutamkwa. Nahu, mfano kusema dharaba, jalasa, jaa, tamam, hakadha. Au taqdiran, au kimakadirio, kwa maana kinajengewa katika fatha ambayo nini? Haitamkwi na haionekani, bali inakadiriwa. Tamam. Kwa hiyo au taqdiran, au kimakadirio, litaadhuri, kwa sababu ya kushindikana kudhihiri nini? Hiyo haraka ya fatha. Na kwa nini inashindikana kudhihiri? Kwa sababu ile herufi yake ya madhi ya mwisho inakuwa nini? Haipo. Inaitwa nini? Al-alifu al-maqsur au al-alifu al-layyina. Tamam, hakadha. Nahu, mfano kusema rama, utaona katika rama kuna arra'u ambayo ni re na al-mimu. Tamam, kisha baada ya mim kuna al-alifu al-maqsur. Alifu hii haikubali kukaliwa na haraka juu, kwa hiyo ile haraka ya fatha pale inakadiriwa litaadhuri. Kwa hiyo itakuwa ni fi'lun madhin mabniyun ala al-fath al-muqaddar au ala fath muqaddar litaadhuri. Sasa litaadhur au man'a min dhuhuriha at-ta'adhur. Sawa sawa, hakadha. Akaendelea kusema ويقدر فيه الفتح أيضا، na inakadiriwa katika kitendo cha madhi al-fathu, haraka fatha, aidan vile vile, idha ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin, idha ittasala, pindi kitakapofungamana, bihi, na kitendo cha mudhari, dhamiru raf'in, nini? Dhamiru raf'in mutaharrikin, iliyotiwa haraka. Nahu, mfano kusema dharabtu wa dharabna. Tamam. Hii dharabtu, utaona hii herufi ya mwisho ambayo ni be imetoa nini? Imetoa sukun, kisha baada yake ikaja dhamiru rafi mutaharrik. Dhamiru rafi mutaharrik ni hii te, tamam, na hii nuni hapa, tamam, na nyinginezo ambazo hapa hazijawekwa. Tamam. Kwa hiyo hapa, kwa sababu kuna nini? Kuna te ambayo ni dhamiru rafi mutaharrikin, ndiyo hii fi'lu madhin ikajengewa ikajengewa kwa fatha yenye kukadiriwa. Lengo ni nini? Lengo ni kuonesha kwamba haya matamshi mawili ni vitu viwili tofauti. Hii dharaba ni tamshi jingine na hii tena ni tamshi jingine. Tamam. Na lau kama ingeachwa dharaba tu, basi ingeonekana kwamba hii ni tamshi moja lote, lakini sasa kwa nini imetoa sukun? Imetoa sukun kuonesha kwamba haya ni matamshi mawili tofauti. Kwa baada ya kuwa dharabatu ikawa ni dharabtu, na baada ya kuwa dharabana ikawa ni dharabna. Tamam. Ndo akasema wayakunu dhuhuru al-fathi mutaadhiran, na kuna kuwa kule kudhihiri haraka ya fatha pale mwishoni mwa nini? Mwa herufi ya mudhari, mutaadhiran, ni jambo lenye kushindikana. Karahata tawali, ikiwa ni karaha tatawali, ikiwa ni kama karaha ya kufuatana. Karaha tatawali, ikiwa ni kama karaha ya kufuatana. Arba'i mutaharrikati, herufi 4 zilizotiwa haraka zote. Fima, katika hali ambayo huwa litaonekana tamshi hili kalimati wahida, kama tamshi moja, kumbe ni matamshi mawili tofauti. Tamam. Na hii kama tulivyotangulia kusema kule nyuma ni i'rabu ya al-kufiyin, ni i'rabu ya al-kufiyin. Al-basriyin sasa wana i'rabu yao tofauti. Sasa al-kufiyin katika dharabtu tunasemaje? Fi'lun madhin mabniyun ala as-sukuni liittisalihi bi dhamiri ar-raf'i al-mutaharriki. Tamam.
al-Kufiyun al-Basriyin wanasema. Sasa al-Basriyin wanasema fi'lun madhin mabniyun ala sukun liittisalihi, kwa sababu ya kufungamana kwake bi dhamiri raf'i al-mutaharrik na dhamiri raf'i al-mutaharrik. kisha watau dhamirun muttasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Tamam, lakini hii darabtu ambayo i'rabu yake ni karahata tawali, hii ni i'rabu ya al-Kufiyin. Kwa hiyo ni kuonesha wazi kwamba Sheikh al-Imam Ahmad Zaini Dahlani yeye anafuata madhhabu ya al-Kufiyin katika nahwu. Tamam, hakadha sawa. Kwa hiyo i'rabu ya al-Kufiyin darabtu na kwa fi'lun madhin mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirih man'a min dhuhuriha karahiyatu tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kalkalimati alwahida. Tamam, hakadha. Akaendelea kusema ويقدر فيه الفتح na inakadiriwa katika hiyo fi'l mudhari al-fath, haraka ya fatha aidan vile vile idha ittasala bihi, pindi itakapofungamana na fi'l mudhari wau dhamiri, wau ya dhamiri. Kwa pindi ambapo wau ya dhamiri itafungamana na nini na fi'l mudhari, basi pia haraka ya fatha itakadiriwa. Nahu, mfano kusema dharabu, wamepiga. Dharabu, wamepiga. Kwa nini ikadiriwe haraka ya fatha katika be pale na be pale ipo? Akasema lianna alwawa yunasibuha dhammun ma qablaha. Tamam, lianna alwawa, kwa sababu wau yunasibuha dhammun, inanasibiana na haraka ya dhamma ma qablaha, katika ile herufi ilipo nini kabla yake. Kwa maana dhammu inatakiwa nini ikae katika sehemu ambayo herufi ya nyuma yake iwe na nini, iwe na dhamma, ndio wao itakuwa imekaa nini sehemu ambayo ni munasab. Tamam, hakadha. Na hapa utaona ilikuwa ni herufi ni sehemu gani, ni sehemu ukaa fatha, lakini kwa kuwa inakuja wao akaeka dhamma, kwa ikawa ni dharabu, haikuwa dharabau. Tamam, hakadha. Kwa hiyo akasemaje? Kwa hiyo akasemaje hapo? Akasema li anna alwawa yunasibuha dhammun ma qabla. Sababu gani? wao inasibiana kutiwa dhamma ma katika ile herufi ile kabla ya dhamma. Kisha akasemaje? fa dhammatul munasabati, basi ile dhamma iliyowekwa ili kunasibiana na wao, kwa maana ile dhamma iliyowekwa katika ile herufi ya mwisho wa mudhari ili kunasibiana na wao, tamna'u, ndiyo inayozuia min dhuhuri al-fathi, ndiyo inayozuia nini kudhihiri fatha. Fayuqalu, basi kunasema katika fi'l mudhari, katika fi'l madhi kama hiyo unasemaje? fi'lun madhin mabniyun ala fathin muqaddarin man'a min dhuhuriha ishtighalu al-mahalli biharakati al-munasaba. Fi'l madhi kama hii nasemaje? Yani irabu yake ni vipi? Na kwa ni fi'lun madhi, ni kitendo cha madhi, mabniyun ala fathin muqaddarin, kilichojengiwa juu ya fatha iliyokadiriwa au fatha yenye kukadiriwa. Man'a min dhuhurihi, sawa, man'a min dhuhurihi, kumezuia kule kudhihiri ile fatha, ishtighalul mahalli, kushughulika ile sehemu inayokusudiwa hapa ni ile herufi ya mwisho ambayo ni be. Tamam, kwa man'a min dhuhurihi, kumezuiliwa kudhihiri ile haraka ya fatha, ishtighalul mahalli, kushughulika ile sehemu ya mwisho, kwa maana ile herufi ya mwisho nini ya madhi, biharakati almunasaba. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwekwa haraka yenye kunasibiana na herufi inayofuatia baada yake. Haraka gani? Haraka ambayo ni dhammu. Na herufi gani? Herufi ambayo ni wao. Tamam, kwa maana akasema wa yuqaddaru fihi alfathu aidan idha ittasala bihi wawu dhamiri nahwu dharabu, lianna alwawa yunasibuha dhammu ma qablaha, فضمة المناسبة تمنع من ظهور الفتح، فيقال فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. والأمر نكتنو أمر مجزوم أبدا، نيتشني كتوى حركة سكون أبدا siku zote. يعني أنا kusudia أنه hakika hicho kitendo cha mudhari mabniyun ala sukuni, ni chenye kujengewa juu ya haraka ya sukun, ashabihi bil jazmi. Sasa mabniyun ala sukuni ni chenye kujengewa
juu ya haraka ya sukuni ashabihi biljazmi, yenye kufanana na jazm, yenye kufanana na jazm. Fa in kana mu'tallan akhiruhu bil alifi au al wawi au al ya'i yakunu mabniyan ala hadfi harfi al illa wa hiya al alif au al wawu au al ya. Baada ya kutuambia kwamba fi'lu amrin ni yenye kujengewa juu ya sukuni siku zote, akasema fa in kana mu'tallan akhiru, ikiwa mwishoni mwake kuna herufi ya illa, bil alifi, kwa kuwepo alifu, au alwawi, au kwa kuwepo wau, au alyau, au kwa kuwepo nini ya, zote hizo ni herufi za illa. Kwa hiyo ikiwa mwishoni mwake kuna herufi ya illa kwa sababu ya kuwepo nini ile alif ambayo ni herufi ya illa au wau au ye, yakunu mabniyan ala hadfi harfi al-illa. Sasa yakunu basi kwa maana yakunu fi'lu al-amri au yakunu fi'lu amrin, tamam, hakadha. Kwa yakunu kitakuwa kitendo cha amri mabniyan ni chenye kujengewa ala hadfi harfi al-illa, juu ya kuondosha herufi ya illa. Wa hiya, na hizo herufi za illa, al-alif ni alif au al-waw au waw au al-ya au ye. Nahu ikhsha, imeondoshwa nini? Al-alif al-layyina au al-alif al-maqsur. Wad'u, imeondoshwa nini? Imeondoshwa waw. Warmi, warmi, imeondoshwa nini? Imeondoshwa ye, tamam, hakadha. Wa in kana musnadan ila alif al-ithnain, na kitakapokuwa kitendo cha amri kimeegemezewa ila alif ithnaini, kimeegemezewa katika alifu yenye kuwakilisha vitu viwili, au wawi aljamaati, au katika wau yenye kuwakilisha wingi, au ya almuannathati almukhatabati, au katika ye yenye kumwakilisha mwanamke mwenye kuzungumzishwa, yubna ala hadhfi nuni. Kwa maana yubna fi'lu amrin, kitajengewa kitendo cha amri ala hadhfi nun, juu ya kuondosha nun. Nahu, mfano kusema idhriba, wadhribu, wadhribi, tamam. Wal alif, na ile alif ya kwenye ba pale baada ya base kuna alif mbele kwenye idhriba, fa'ilu, ndiye fa'ili mwenyewe. Wakadha alwaw, la vile vile pia ile waw iliyo katika be ya kwenye idhribu ndiye fa'il, wal yau, na ile ye iliyo katika fi'li ya idhribi pia ndiye fa'il. Kwa maana vipi? Idhriba itakuwa ni fi'lu amrin mabniyun ala hadhfi nuni li'annahu min al-af'al al-khamsa, wa alif ithnain dhamirun muttasilun mabniyun ala as-sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun, ndiye fa'ili mwenyewe huyo. Alif ithnain ndiye fa'ili mwenyewe, tamam, hakadha. Wadhribu pia vile vile فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وواو دي فاعل منيوي. واضربي، نضرب بها بلا بلا، تكون فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، تمام. وياء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون فاعل. maana ya almuannatha almukhataba ndiye dhamiri, ndiyo dhamiri iliyofungamana na nini, na kitendo hicho cha amri, dhamiri ambayo imejengewa katika sukuni, katika nini, sehemu yani, katika nini, sehemu ya kutoa rafu, fa'ilu, na hiyo dhamiri ndiye fa'ili mwenyewe. Sawa, inabidi pia utambue hiyo tafsiri au maana ya nini ya hiyo i'rab, tamam. Kwa akasemaje, akaendelea kusema, tamam. Baada ya hapo akaendelea kusema wa in kana musnadan ila nuni an-niswati, na itakapokuwa fi'lu amri imeegemezewa katika nuni niswa, yubna ala sukuni, itajengewa juu ya nini, juu ya sakina. Yubna ala sukuni, itajengewa juu ya sakina. Nahu, mfano kusema idhribna ya niswatu, pigeni enyi wanawake. Idhribna ya niswatu, pigeni enyi wanawake, pigeni enyi wanawake. Wa in tasalat bihi nunu tawkid yubna ala al-fath, sawa sawa.
Na ikiwa fi'l amri itafungamana nuni ya taukidi, yubna ala al-fath, itajengewa juu ya fath. Nahu idhriban bin nuni al-khafifa, kwa kufungamana na nuni ya taukid al-khafifa. Tamam, nuni ya taukid al-khafifa. Wadhribanna, na utasemaje? Wadhribanna, na pigeni bin nuni thaqila. Hiyo ni mtu mmoja. Tamam. Nahu idhriban, piga bin nuni al-khafifa, kwa nuni ya taukidi ya ambayo ni nyepesi. Wadhribanna, na piga upige bin nuni thaqila, na kwa nuni ya taukidi ambayo ni nzito. Tamam, hizi nuni ziko mbili, kuna nuni ya taukidi ambayo ni thaqila na kuna nuni ya taukid al-khafifa. Tamam, hii idhriban, hii nuni yenye sukun ni nuni ya taukid al-khafifa, na hii nuni yenye shadda ndio nuni at-taukid al-thaqila. Kwa hiyo nuni zote hizi zikifungamana na fi'lu amri, ile fi'lu amri, tamam, itajengewa katika nini? Katika fatha. Kwa idhriban itakuwaje? Fi'lu amri mabni ala al-fath liittisali bin nuni at-taukid al-khafifa. Na wadhribanna itakuwaje? Fi'lu amrin mabniyun ala al-fath liittisali bin nuni at-taukid al-thaqila. Tamam, hakadha binuni at-taukid al-khafifa na huko binuni at-taukid al-thaqila. Wal mudhari'u ma kana fi awwali, au tuishie hapa tuisheni hapa insha Allah taala. Kwa mudhari na maelezo marefu kidogo tutaifanya yenye darasa la kipekee yake yenye kujitegemea. Wa ila huna ntahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.